Ayubu Hamadi Suleimani, mwakilishi wa wananchi jimbo la Ole, akifuatiwa na Mheshimiwa Mahfudhi Abdallah Mohamed, mwakilishi wa wananchi Magomeni, na Mheshimiwa Profesa Omar Faki Hamadi, mwakilishi wa wananchi jimbo la Pandani, ajiandae. Asante sana. Bismillahirrahmanirrahim. Asante mwenyekiti, na mimi kwa mara nyingine tena nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu kwa kutujalia afya njema, uzima, siha na asubuhi hii tukiwa tunajadili makadirio ya mapato na matumizi ya wizara hii muhimu, Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda. Mheshimiwa mwenyekiti, siku ya leo ni dedicate kwa wananchi wa jimbo la Ole, kwa sababu naamini kwamba leo ni siku ambayo dakika zangu zote 15 nitapewa na nitazitumia vizuri, tofauti na jana dakika zangu zilipokatwa. Mheshimiwa mwenyekiti, kabla ya kuendelea niweke adhma ya kuzuia mafungu mawili mpaka pale nitakapopata majibu ya kutosha na yenye kuridhisha kutoka kwa serikali. Kwanza nitazuia fungu P01 la uendeshaji na uratibu wa Wizara ya Biashara. Kwa nini ninalizuia fungu hili? Mheshimiwa mwenyekiti, tarehe 4 mwezi wa pili mwaka 2023, Rais wakati akizungumza na wafanyabiashara alilipa agizo Shirika la Biashara la Taifa ZSTC kuagiza biashara za vyakula ili kuwapunguzia wananchi ugumu wa maisha. Mpaka leo agizo hili bado halijatekelezwa. Kwa hiyo nazuia fungu hili mpaka wizara watakapokuja na majibu yenye kuridhisha kuhusiana na jambo hili, kwa sababu tunaambiwa hapa kwamba moja miongoni mwa kazi au majukumu yanayofanya wizara pamoja na kutekeleza ilani, lakini pamoja na maagizo ya viongozi wakuu. Kwa hiyo hili ni agizo muhimu sana kwa mustakbali wa maisha ya watu wetu. Lakini fungu la pili nitazuia fungu P02 la maendeleo ya viwanda na ujasiriamali. Sababu kubwa ya kuzuia fungu hili, kuna fungu kasma S0201 la ukuzaji wa viwanda, na kwenda kulizuia kwa sababu viwanda vyetu baada ya kukua vinaendelea kufa. Kwa hiyo mpaka wizara waje anipe majibu ya kutosha kwa nini mafungu haya niyaachie yaendelee kutumika na wizara. Baada ya hoja hizo, sasa nijikite katika mchango wangu ambao nitajiegemeza zaidi katika maeneo makuu matano. Mosi, Mheshimiwa mwenyekiti, wizara hii ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda, jukumu lake kubwa pamoja na majukumu mengine ni kuvikuza viwanda vyetu, lakini kwa masikitiko makubwa wizara wanashindwa kuvilinda viwanda vyetu vya ndani. Mheshimiwa mwenyekiti, hapa vipo viwanda vingi. Tulikuwa na kiwanda cha nguo cha Basra, kimefungwa. Tulikuwa na kiwanda cha maziwa cha Fumba cha Baharesa, kimefungwa. Sababu kubwa ya kufungwa kwa viwanda hivi ni kwa sababu wizara wameacha kazi yao ya msingi ya kwenda kuhakikisha ya kwamba wanavikuza na wanavilinda viwanda hivi. Badala yake viwanda hivi tunashindwa kuvilinda. Kwa mfano, kiwanda cha Basra, mimi bahati mzuri katika kutafuta maisha nimepita pale. Kilikuwa moja miongoni mwa kiwanda muhimu ambacho si tu kinazalisha bidhaa na kinatupa sifa kama nchi, lakini ilikuwa kinazalisha ajira nyingi kwa wazawa. Leo kiwanda kile kimefungwa, na kimefungwa kwa sababu serikali wameshindwa kukilinda. Moja miongoni mwa masharti, kiwanda kile walikuwa wanategemea soko lao kubwa la uzalishaji na kuuza bidhaa zao Tanzania bara. Wenzetu wa bara wakenda kupandisha bei ya uingizaji wa vitenge, kodi za uingizaji wa vitenge. Kiwanda chetu hichi kikakosa nguvu ya uzalishaji.
ulitegemea Wizara ya Biashara na Viwanda ya Zanzibar wakazungumze na wenzetu ili kwa bidhaa ambazo zinazalishwa Zanzibar ziwe na uhaba wa kodi au uchache wa kodi ili biashara ziweze kuingia pale. Lakini wizara na serikali wakashindwa kufanya hivyo. Hatima yake kiwanda kile kimefungwa. Wenzetu wale waliopo pale, vijana wetu, watoto wetu wamekosa ajira kwa sababu serikali wameshindwa kukilinda kiwanda hichi. Lakini kiwanda cha Fumba, cha Bahresa, cha uzalishaji wa maziwa pia ilikuwa kiwanda muhimu sana kwa uchumi wetu. Kilikuwa kiwanda muhimu sana kukuza brandi yetu. Kilikuwa kiwanda muhimu sana kwa ajili ya uzalishaji wa ajira wa vijana wetu. Kiwanda kile nacho kimekwenda kufungwa, na kimefungwa kwa sababu wenzetu wa Tanzania bara, kwa sababu soko kubwa lilikuwa ni Tanzania bara. Wenzetu wa Tanzania bara waliweka masharti ili bidhaa ingie pale, hususan bidhaa ya maziwa. Ni lazima maziwa yale yatokane na uhalisia, ng'ombe halisi. Wenzetu hawa walikuwa wameshindwa kupata zile malighafi kutoka Tanzania bara za maziwa, ikawa wanaagiza maziwa ya unga kutoka Italy. Biashara ile ikapigwa marufuku. Na hapa Zanzibar wakaomba eneo la uzalishaji, serikali ikashindwa kuwapa. Haiwezekani, Mheshimiwa Mwenyekiti. Ni lazima tuwe na mkakati wa kuvilinda viwanda vyetu vya ndani ili tukuze biashara zetu, ili tukuze ajira ya watu wetu. Kwa hiyo hilo ni eneo la kwanza. Lakini eneo la pili ni utitiri wa kodi. Mheshimiwa Mwenyekiti, wafanyabiashara wetu leo wanalia kwa utitiri wa kodi ambazo wanapigwa. Wafanyabiashara wetu leo wanaumia kwa sababu ya kodi ambazo nyingine mimi niseme hazina kichwa wala miguu. Ni kodi za kuwakandamiza wafanyabiashara wetu na kukandamiza mapato ya nchi yetu. Ni kodi ambazo zinakwenda kuua biashara zetu. Sasa kama wizara imekusudia kukuza biashara, kukuza viwanda, kwa nini hawakai na wenzetu wa Wizara ya Fedha kuona wafanyabiashara hawa wanapunguziwa kodi ili wasiumie? Kwa sababu kodi inapokuwa kubwa, pia mtu wa mwisho anaumia ni mwananchi wa chini, mlaji. Tunawaumiza watu wetu. Leo biashara ya mchele, kilo ya mchele kati ya Pemba na Unguja hailingani. Na hailingani kwa sababu ya kodi kubwa. Mchele ule ambao unaingia hapa leo unapelekwa Pemba, pia unatozwa tena kodi. Mchele ule ambao unaondoshwa hapa unapelekwa tena Pemba, pia unatozwa huduma nyingine, ikiwepo huduma hizi za wifi na mambo mengine. Haiwezekani. Ni lazima tuangalie biashara zetu, kuwalinda wafanyabiashara wetu wa ndani, kuhakikisha kwamba wanafanya biashara vizuri, lakini si tu kufanya biashara vizuri, kumpa nafuu mlaji wa mwisho wa chini. Kwa sababu mwisho wa siku makodi hayo yanayopandishwa, anayeumia ni ule mwananchi wa chini wa kijijini, mwananchi wa Ole, mwananchi wa Makaani, mwananchi wa Makangale ndiye anayeumia kwa kodi hizi ambazo tunazipandisha. Mfanyabiashara siku zote yeye atazungumzia faida, hatazungumzia hasara. Mfanyabiashara akizungumza faida, maana yake akipandishiwa kodi na yeye anakwenda kupandisha bidhaa ya huduma ambayo anaileta. Akipandisha bei ya bidhaa ambayo anaileta, anayeumia ni ule mwananchi wetu wa chini. Ni jambo ambalo haliwezekani. Ni lazima serikali watizame sana kwenye jambo hili, kwenye makodi ambayo yanaunganishwa. Lakini eneo la tatu ambalo ninataka kulizungumza ni eneo hili la wenzetu hawa wa taasisi hii ya vipimo za Wema na wenzetu hawa wa ZBS. Zipo tetesi huko nje kwamba taasisi hizi zinakwenda kuunganishwa, jambo ambalo sio sahihi. ZBS na za Wema wanafanya majukumu mawili tofauti. Hawa ZBS kazi yao ni kumaintain ubora na viwango. Hawa kazi yao ni kumaintain vile vipimo ambavyo tunasema tunavileta. Tukisema nondo milimita 10, kweli ni milimita 10.
imetimia. Lakini hawa ZBS wenzetu wanaenda kumaintain ubora. Leo hawa ZBS leo tayari washapata ISO standard certificate. Hawa ZAWEMA bado ndio mwanzo wanaanza sasa. Maana yake ni kwamba unawafanya ZBS kwenda kurudi chini nyuma zaidi ya kule walikokuwa. Ni jambo ambalo sio sahihi. Ni jambo ambalo tunaenda kuua taasisi hii. Ni jambo ambalo tunakwenda kuua mambo haya ambayo yameanzishwa kwenye taasisi hizi mbili ambazo ni tofauti. Tunakwenda kuua taasisi ambayo tayari imeshakuwa, taasisi ambayo imeshasimama ya ZBS. Tunakwenda kuiua tutakapoamua kwenda kuianzisha na wenzetu hawa wa ZAWEMA. Wenzetu hawa wa ZAWEMA wana majukumu makubwa ambayo wanapaswa kwenda kuyafanya, na naamini wanao uwezo huo, wanao uwezo kwenda kufanya. Chetu sisi ni kuwapa vifaa, chetu sisi ni kuwapa uwezo, lakini taasisi hizi sio sahihi wala sio sawa kwenda kuunganishwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo jingine ambalo nitapenda nilichangie ni taasisi hii ya viwango ya ZBS. Karibuni hapa, nafahamu kwamba jukumu hili si la kwao peke yao, wanashirikiana na ZFDA, lakini mimi kwa hapa nimekusudia specific kuwakamata wao. Karibuni hapa yalikuwepo malalamiko ya kuingizwa bidhaa ambazo zilikuwa za chakula ambazo zilikuwa na chembe za madawa ya kulevya. Wenzetu hawa wana jukumu la kudhibiti ubora mpaka chakula hichi kinafika, wanakithibitisha kwamba ni bora kwa matumizi. Walikuwa wapi kuingizwa nchini bidhaa ambayo haikizi viwango? Walikuwa wapi kuingizwa nchini bidhaa ambayo ina madawa ya kulevya? Mheshimiwa Mwenyekiti, sio sawa. Sote hapa tutalishwa uraibu. Kwa hali hii sote hapa tutalishwa uraibu kwa sababu waliopewa majukumu ya kusimamia hawatekelezi wajibu wao. Mheshimiwa Mwenyekiti, hili tunapaswa kulitizama sana. Haiwezekani, na bahati mbaya si tu kwamba haiwezekani, limeshatokezea, hakuna uwajibikaji. Hili ni jambo kubwa, si jambo la kulitizama. Kama uraibu unaingizwa kwenye chakula, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunakoelekea ni kubaya. Hapa itafika wakati tutaingiziwa mambo kwenye nguo, tutaingiziwa vitu visivyofaa kwenye mambo mengine, kwenye viatu na vitu vingine, tutakuja kuathirika. Ni lazima wenzetu hawa wa ZBS wafanye kazi, wafanye majukumu yao na wayatimize ipasavyo. Lakini pia suala la uwajibikaji inaonekana ni gumu kwenye serikali. Hili jambo si la kufanywa masara, wala hili jambo si la mchezo. Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo la mwisho ambalo nitapenda nilichangie ni eneo hili la shirika la taifa la biashara. Mzee wangu Mzee Mmanga aliligusia kidogo. Mheshimiwa Mwenyekiti, shirika hili limepewa wajibu wa kufanya biashara. Hawakupangiwa kwamba biashara gani wafanye, biashara gani wasifanye. Leo shirika hili wanajiegemeza kwenye biashara moja tu, karafuu. Kwenye biashara moja tu, karafuu. Tunaambiwa hapa ukisoma hotuba kwamba mauzo ya bidhaa nje ya nchi yameshuka. Naam, yatashuka. Na yatashuka kwa sababu wenzetu hawa waliopewa jukumu la kufanya biashara, waliopewa jukumu la kuhakikisha ya kwamba biashara zetu zinasimama, hawatimizi wajibu wao. Leo ZSTC hawa wanafanya kazi ya ununuzi wa karafuu na bahati mbaya ni wao tu, lakini hawana mpango wa uboreshaji wa zao hili. Mzee Mmanga hapa amesema ukimpenda mke ni lazima umpende na mwana. Sasa unampendaje mke zao la karafuu kwa sababu linakuingizia kipato, lakini humpendi mwana kwenda kuzalisha mikarafuu wenyewe? Haiwezekani. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama ZBS wamepewa jukumu la kuuza karafuu, la kununua na kuuza karafuu zetu, ni lazima tuwape jukumu la kukuza biashara hii ya kilimo, kukuza kilimo hichi cha mikarafuu. Leo haiwezekani miaka 60 ya kwetu sisi ya kuwa zao hili la mikarafuu tukaenda kushindwa na Morogoro walioanza juzi. Haiwezekani Mheshimiwa Mwenyekiti, haiwezekani. Ni jambo ambalo haikubaliki.
ZSTC baada ya kuwa wazalishaji na wanunuzi wa zao hili, mimi ninawaita wauaji wa zao la karafuu Zanzibar. Hawa Mheshimiwa Mwenyekiti wamekuwa wauaji baada ya uendelezaji wa zao hili. Haiwezekani. Kama biashara hii imewashinda, ni lazima serikali ufikirie upya, zao hili liachwe huru, kila mtu awe na uwezo wa kuuza karafuu popote anapotaka. Tukiuza karafuu popote tunapotaka, wakulima wa zao hili kila mmoja atachangamkia fursa ya kuhakikisha kwamba anapanda mikarafuu na mikarafuu zao hili tutakwenda kulifufua. Leo zao hili linakufa kwa sababu ya aina ya mnunuzi tuliye naye. Haiwezekani. Ni lazima tubadilishe sera yetu, ni lazima tubadilishe fokasi yetu kwenye zao hili la karafuu. Tuwaache wakulima na wazalishaji wa zao hili kuuza karafuu zao popote pale, ili wakulima wawe na ari, wawe na hamasa ya kwenda kuzalisha mikarafuu. Leo mashamba haya ya mikarafuu yanakufa, leo yanakufa kwa sababu tu ya aina ya mnunuzi tuliye naye. Shirika hili limekuwa wauaji wa zao hili la karafuu baada ya wazalishaji wa zao hili la karafuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya hayo niseme asante sana kwa kunipa fursa hii ya kuchangia. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Seif Hamad Suleimani kwa mchango wako mzuri.